Nikolai. Neema ya mkanisa ya pili ilikuwa ni kushinda kifo. Neema ya kanisa ya tatu ilikuwa ni kushinda kikatoliki. Neema ya kanisa ya nne ilikuwa ni kushinda kidunia mkanisa. Neema ya kanisa ya tano ilikuwa ni kukubali kupokea imani. Neema ya kanisa ya sita ilikuwa ni kukubali utakaso. Na mkanisa ya saba ni kukubali kurudishiwa mafundisho yote kuja tena kwa mwanzo. Ndio neema. Est-ce uko mwile neema? Au uko nafuata tu grupe. So uko bale. Nafuata ndio grupe. Grupe ilienda huko. Grupe ilienda huko tunaenda. Wewe wapi? Balifuata grupe. Bakakufa bote mjambo. Lakini kumbuka, wakati shida ilifika mkanisa ya kwanza, Mungu akatuma roho ya simba juu kusaidia kanisa kushinda. Wakati mpinga Kristo alipenda kubeba fasi ya watoto munyumba, Mungu akatuma roho ya ngombe bakubali bakubali kuachilia haki yabo bafanane wana wao. Kanisa ya pili ya tatu na mkanisa ya tano Mungu akatuma roho ya mtu ikatumika mkanisa ya tano na ya sita juu ya kubarudisha tena mwakili ni batoto ba Mungu. Na wanapaswa kuishi vile watoto. Na mkanisa ya saba Mungu alitutumia roho ya juu sana ya kuruka juu kama vile tai. Na Biblia inasema pale peko mzoga kwa kitu kilikufa nyama alikufa mzoga ndio pale peko nakusanyika tai. Sio tuko pamoja. Na mzoga wetu ni Kristo mwenye kusulubiwa. Na Kristo mwenye kusulubiwa kwetu eko naonyesha maandiko yenye kufunuliwa. Kristo mwenye kusulubiwa anaonyesha maandiko yenye kufunuliwa. Kristo haina maandiko yenye kufunuliwa. Maandiko ndio tuko namuona. Maandiko ndio tuko namfunua. Sio tuko pamoja. Na pale kwa unaoviva sauti ya Mungu yako. Ndio tuko watoto wa Mungu. Kama unapenda kuwa na nafasi mkazi Mungu anafanya leo, unapaswa kuwa pale penye neno ya Mungu yote wanaohubiri. Na leo nataka kusema neno moja ngumu. Ile na wazeba mingi watasikia sana ngumu. Muisa Shiboge yote. Na Frederick Star. Na wapi unavyoona na Estefol. Beto tulipata neema ni sie tu. Est-ce que mon vile? Hamuyui. Hii neno ya mtu anasikia hapa pengine anasikia. Beko michezo. Sauti ya Mungu ya kweli iko na ubiriwa tu hapa. Na ule wote anapenda kusikia sauti ya Mungu ya kweli. Anapaswa kuya.